Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari, ikiwa leo ni Mei 7, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Uko nami Pendo Gorton na kusomea matangazo haya. Wananchi ambao ni wazazi na walezi wa wanafunzi wanaosoma katika shule ya msingi Nyumba Tatu iliyopo katika mtaa wa Nyumba Tatu, kata ya Ilala, katika halmashauri ya manispaa ya Iringa, wamelazimika kufunga barabara kwa kuweka magogo kushinikiza mamlaka kuweka matuta kwenye barabara jirani na shule hiyo kufuatia watoto watatu kugongwa na gari na kufariki kwa mwaka huu wa 2025. Sasa mpaka kufikia hatua hii wananchi wameweka magogo barabarani na mawe, ni kwa sababu sauti tunazozitoa kwa viongozi wetu hazifiki mbali. Watu wananyamazishwa au viongozi wanaona ngoja kwanza hiyo michakato inakuwaga michakato, sio michakato kwenye roho za watoto wetu jamani. Michakato ifanyike kwenye vitu vingine, lakini sio kwenye roho za watoto. Tunaumia sana, na ndio maana walivyoona kimya, kikao kikavurugika, wazazi wote wakaamua kuja kufanya hiki mnachokiona. Tunaombeni hizo siku 7 tulizopewa, ndio maana hayo mawe yamewekwa jirani. Mimi mwenyewe kama makamu mwenyekiti, wananchi hawa walinichagua. Ninasema hivi, hizo siku 7 zikipita hakuna kilichoendelea, hiki mtakiona tena zaidi ya tena. Mtakiona tena zaidi ya hii iliyokuwepo, kwa sababu tumechoka. Wapo watoto wanasoma hapa wana ulemavu, wameupata hapa shuleni. Wasipotekeleza safari hii, naona safari hii tutachukua hatua nyingine kabisa. Yaani tunachimba, yani kuweka matuta leo tulioweka hayo mawe. Safari hii tutachimba barabara. Linatuuma sana, kwa sababu sio ni hao tu wa bajaji, hata viongozi wakubwa wanapita ya serikali wanapita kwa force sana. Huyu mkuu wa mkoa, huyu mkuu wa wilaya aliyoenda hivi, amepita amekuta tunaweka hapa matuta. Hakusimama atuulize kuna nini kimetokea, akaenda. Kwa hiyo kaenda tu kuitwa, hilo limepita. Yaani siku 7 tukiona bado tutaifanya kazi nyingine. Hii ya leo ni ndogo. Kwa hiyo leo Mbunge wa Geita Vijijini Joseph Msukuma leo Mei 7, 2025 bungeni jijini Dodoma amehoji juu ya kurejesha pesa za mikopo zilizotolewa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wasanii nchini. Mwenyekiti, kwenye mfuko wa wasanii nimewaona rafiki zangu wasanii. Najua tatizo huko serikalini huwa mnakurupuka, hamjui biashara. Tuna mipango mizuri ya pesa, lakini biashara hamuifahamu. Na tukitoa mawazo, mimi nimeshiriki sana kuzitafuta zile pesa, wanajua wasanii. Tukitoa mawazo, ikifika muda wa pesa mnakurupuka na shule. Sasa hili ndio tatizo. Mheshimiwa, mfuko wa wasanii pesa alizotoa Mama Samia, leo tukiuliza kuna shilingi ngapi? Hao mlio wakopesha wamerudisha shilingi ngapi? Wako hapa kuchukua hela leo, wengine na kuoa, kununua magari, starehe zingine zimewaua na kuwaua. Badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu, wanaoandaa muziki, maproducer, nyie mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV kwa kuangalia shape. Hii haifai. Pesa yote imeisha, wako hapa tuwaulize. Halafu tunaanza kuwasingizia masharti yamekuwa magumu mpaka mlete hati. Hakuna pesa inatoka kirahisi. Pesa lazima iwe na masharti ili tupate marejesho. Hatuwapi hela ya kwenda kula. Badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu, msanii anayeonekana kwenye TV, wengi wao wanamalizana na maproducer, analipa keshi yake anaondoka. Badala ya kuwapa wale waandaaji wa muziki, kuwapa waandaaji wanaoandaa filamu, mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV. Niambie Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yako, yale mamilioni 50-40 tuliyotoa, uje nayo majibu. Wangapi wamerudisha hata mmoja? Na anazifanyia nini? Na tukakagua biashara zao. Wote wamenunua Kuruga, wamenunua Alfadi, zimeisha zote, hamna hata 100. Sasa mngetuchukua tukawashauri tuliozoea maisha ya kitaa. Leo hii tungekuwa na wasanii mabilionea, kwa sababu ukimwezesha mwandaaji ni sawa umemwezesha yule anayeonekana kwenye TV. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa, ukija hapa uje na majibu yanayo. Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe imesema katika tathmini ya mwendelezo wa huduma za hospitali hiyo kwa mwaka 2021-2024, huduma za hospitali hiyo imeonyesha kuwa mikoa 5 inaongoza kupata huduma katika hospitali hiyo ni Dodoma, Singida, Morogoro, Manyara na Dar es Salaam. Akitoa tathmini hiyo Jumatano Mei 7 hospitalini hapo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuhamasisha uhamasishaji wa afya ya akili
akili, kaimu mkurugenzi wa tiba Mirembe, Daktari Veronica Limo amesema kuwa magonjwa yalioonekana kwa kiwango kikubwa katika kliniki ya vijana na watoto ni ugonjwa wa kifafa, ugonjwa wa usonji, utindio wa ubongo na ulemavu wa akili. Mikoa ambayo imeongoza kwa kuja kupata huduma katika hospitali yetu ni pamoja na mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Manyara pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Magonjwa ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa kwa wagonjwa ambao wamelazwa kutokana na magonjwa ya akili ni pamoja na ugonjwa wa psychosis, yani schizophrenia, ugonjwa wa kifafa, yani epilepsy, magonjwa ya matumizi mabovu ya vilevi, yani substance use disorder, pamoja na magonjwa ya psychosis yanayoambatana na sonona au hali ya mania, tukimaanisha schizoaffective disorders. Kuanzia 2021 mpaka kufikia 2024, mgeni rasmi, idadi ya watu waliohudumiwa katika kitengo cha tiba sheria ni kutoka 180 mpaka kufikia 208. Wanaume wakiwa katika 85% na wanawake 15%. Na kati ya hawa 71% wana umri kati ya miaka 18 mpaka 40. Aina ya makosa ambayo wagonjwa hawa walitumiwa na ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa ni mauaji ikiwa na 85%, kujeruhi watu ikiwa na 9% na ubakaji ikiwa 6%. Aina ya magonjwa kwa watuhumiwa yaliyoonekana kwa kiwango kikubwa ni pamoja na ugonjwa wa psychosis, yani schizophrenia, ugonjwa wa kifafa, yani epilepsy, pamoja na matumizi mabovu ya vilevi. Hiyo ndo tathmini ya huduma zetu kwa vitengo ambavyo tumeweza kuvifanyia kazi kwa kipindi hiki. Naomba niwasilishe. Asante. Shule mpya ya amali ya sekondari inayojengwa katika kijiji cha Kasharazi, kata ya Rusomo, wilaya ya Ngara, mkoani Kagera, inaogharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Ujenzi wake umefikia 98%, ambapo ikikamilika itasaidia kutatua changamoto ya wanafunzi wa kijiji hicho wanaotembea umbali wa kilomita 14 kupata elimu ya sekondari. Wakimaliza shule ya msingi kupata elimu ya sekondari inakuwa ni shida. Hasa kuzingatia kwa watu wanaotoka sehemu ya Nyamuko ya chini, mfano kama Darajani na nyuma ya daraja mpakani mwa Nyamawa. Kutoka pale kwenda Rusumo B ni zaidi ya kilomita 14. Kwa hiyo ukichukua hali ya mazingira kwa mtoto aliyemaliza darasa la 7 na kwenda kilomita 14, wakati mwingine na mzigo kichwani inamletea shida. Lakini si hapo tu, kuna hata wasichana wanamaliza shule kutoka form 1 mpaka form 4 kidogo na kuwa na utu uzima. Kwa hiyo humu njiani huwa kuna vikorombezo vingine vinautia matatizo, lakini zaidi na kuzuia hata shule kutomalizika. Changamoto waliokuwa wanakumbana nayo ni hususa watoto wa kike kuwa wanabakwa njiani wakiwa wanaenda shule, na pia wazazi kuwakataza kutoenda shule kwa sababu ya umbali mrefu, kosa nauli ya kuwa wanawatuma kule. Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatima Mwasa amefika katika shule hiyo kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule hiyo, ambapo amesema kuwa shule hiyo licha ya kutatua changamoto za wanafunzi pia itasaidia wanafunzi kupata mafunzo ya ujuzi pamoja na ufundi. Kama ambavyo mnafahamu, serikali sasa imeweka kipaumbele katika kutoa mafunzo ya amali au mafunzo ya ufundi ili kuwawezesha vijana wengi kujitegemea wanapomaliza masomo yao badala ya kusubiri kuajiriwa na serikali au taasisi binafsi. Elimu hii itawawezesha kujiajiri. Mkoa wa Kagera tulipokea shilingi bilioni 1.6 ambazo zimewezesha ujenzi wa madarasa katika shule hii, karakana nzuri sana za kisasa kama ambavyo mmeziona, mabweni 4 yakiwemo 2 ya wasichana, 2 ya wavulana, bwalo la chakula na madarasa ya kutosha kabisa. Hii ni mkakati wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunapojielekeza kwenye mafunzo ya ufundi ni kweli ipo miundombinu ya kuwawezesha vijana wetu kupata elimu ya ufundi. Mpaka sasa ujenzi wa shule umefikia 98%, ambapo shughuli zilizobakia ni kumalizia kufunga milango na madirisha, kukamilisha upakaji wa rangi, kukamilisha ufungaji wa mifumo ya umeme, kukamilisha uwekaji wa samani, maji
na TEHAMA. Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, ameuagiza uongozi wa mamlaka ya Mji Mkongwe kuhakikisha wanazuia maegesho ya vyombo vya moto katika maeneo ya wazi darajani na badala yake waegeshe katika maeneo rasmi yaliyopangwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama viongozi wa serikali wenzetu kuwatanabahisha na kuambia kwamba lengo la kujenga serikali jengo lile kwa ajili ya kuweka parking, na si muda mrefu tutakuwa na kituo pia cha mabasi ya kisasa. Lengo kubwa ni kuona sasa congestion ya magari hasa yale yanayosababisha kupaki pembezoni yanapungua. Kwa hiyo leo nimekuja kutoa angalizo. Nimeanzia Malindi mpaka kwenye jumba la treni kwenye maeneo haya, kwenye ukanda huu. Watende unauzwa tende, kofia, kwenda huko mbele huko kote. Kuhakikisha kwamba gari hapa hatutaki tuone gari zinapakiwa. Badala yake gari sasa lile jengo tulilolijenga kwa gharama nyingi sana serikali, kuona wananchi wanapata manufaa kupaki gari zao pale, waende wakapaki gari zao kule. Kwa hiyo hilo la kwanza, nimeshamuagiza mkurugenzi wa ZSSF pamoja na mkurugenzi wa Mji Mkongwe, mkuu wa wilaya pamoja na manispaa zote kuhakikisha kwamba eneo hili hatutaki kuona gari unless ile yenye exception. Manake hiyo sasa itakuwa mfano benki tumetengeneza mazingira maalum kwa sababu tunajua ni taasisi ya kifedha, lakini waliobaki wote wanaokodisha magari, wanaopaki sijui kwenye maduka au wauza biashara, wote gari zao zikapakiwe kule. Na hii inasema si kuanzia lini. Leo ninapozungumza tarehe 7, kesho tarehe 8. Kesho tarehe 8. Mkurugenzi wa ZSSF na mkurugenzi wa Mji Mkongwe pamoja na manispaa zote na uongozi wa wilaya, nataka kuona shughuli ya agizo hili nililolitoa linaanza kutekelezwa mara moja. Lengo ni jema wala si kukomoana. Lengo kama tunavyofahamu na nilivyoanza kutangulia kusema, tunapouacha mji wetu ukawa wazi, watu wanapata kupita, utapunguza mtu baada ya kupita barabarani kule kwenye magari mengi watapata kupita huku, lakini pia watapata kupita madukani vizuri kuangalia zile biashara. Kwa hiyo wito wangu, nimeshawapa maagizo kwa magari, nimeshawapa maagizo kwa mabajaji na vyombo vingine vya moto, vipi vinatakiwa na wapi vikae na wapi vikapangwa. Sisi kama ZSSF tumewekeza maegesho yetu ambayo yanachukua gari 250 kwa wakati mmoja, na maegesho ndio yanakwenda vizuri, lakini bado kwa mkoa ameona kuna baadhi ya magari yanapakiwa sehemu ambazo sio sahihi. Kwa hiyo alisisitiza magari yote yaende yakapaki kwenye maegesho yaliyopo pale. Kwa hiyo sisi tumepokea maagizo na kusema la kweli huduma ni nzuri na tutaendelea kuboresha huduma, na amesisitiza tuangalie njia mbadala ikiwa ile maegesho yamejaa, tuangalie njia mbadala ya kuweza kuwasaidia wananchi waweze kuegeza sehemu nyingine. Kwa hiyo tumepokea maagizo yote na tutafanya kazi, na tuwahakikishie tu wananchi wote wanakuja na vyombo vya usafiri kwenye mkoa wa Mjini Magharibi, hususan maeneo ya darajani, kama maegesho yetu yako salama, yanachukua gari ya zaidi ya 250 kwa wakati mmoja bila usumbufu wote. Sasa tulikuwa tunakwenda vizuri na tulikuwa na ruhusa ya kufanya kazi hapa, lakini kutokana na mipango ya serikali hatuwezi kuingilia, na ndio maana tukasema sio lazima tuwekwe hapa, tutafutiwe pointi ya kuja kupakia na kushusha ili 3000 tuipate. Tukikuwa hatujaipata 3000 maana yake sisi hatuwezi kufanya kazi, na usije ukaniambia kama huwezi acha. Kwa hiyo formula ya uchumi yoyote ikikataa huwezi kufanya biashara, na hawa biashara yao sasa hivi kama service tu, sio biashara. Lakini hichi kidogo tunachokipata tumekubaliana, tumeridhika nacho, lakini tupate uhuru wa kupakia na kushusha, na hilo ndio hoja yetu. Na tunamshukuru sana mkuu wa mkoa kutuelewa, na tunachotegemea watu waliopewa mamlaka kukaa na sisi kupanga haya mambo watayafanya haraka zaidi ili kusije kutokea tafaruku yoyote. Kwa hiyo tutajitahidi kukumbusha kwa sababu ukumbusho humfaa mwenye kuamini. Na tukitamatisha taarifa ya habari za kitaifa, G55 wajitoa Chadema wakisema chama kinaongozwa na watu wawili bila vikao vya kikatiba. Nyie mnajua kwamba Mheshimiwa Lissu mwenyekiti wa chama amekamatwa, muda mrefu umepita sasa. Na bahati mbaya ana kesi kubwa sana ya uhaini. Kwa kawaida chama chochote cha siasa mwenyekiti akikamatwa
hata kama amekamatwa na amepewa kesi ndogo kama ya uchochezi, lazima kamati hii ikae, ijadili na iwe na mwelekeo. Lakini hawa jamaa waulizeni kama wamekaa kamati kuu, hawajakaa. Sasa kama hawajakaa, mwelekeo unafanywa na nani? Na matamko ya mtu mmoja, kwa sababu wana mdomo mpana, anaweza kutamka kwa wanatamka tu na chama ndio kinaenda. Chama cha siasa, taasisi yoyote inaongozwa na vikao ili iwe taasisi, sio maneno yako ya kutoka kwa mkeo au kwa mmeo ukao unasema yanakuwa nini, yanakuwa ni taasisi. Lazima yatoke kwenye kikao. Hawajakaa kikao. Lakini sio hivyo tu, sio hivyo tu, kuonyesha kwamba kuna mambo yanatolewa. Angalia tarehe 22, na sisi tulianza kuona toka siku ile, tarehe 22 baada ya uchaguzi mkuu tarehe 21. Tarehe 22 kulikuwa na baraza kuu la chama. Baraza kuu la chama la siku ile lilikuwa ni baraza kuu la uchaguzi la kuchagua wajumbe 8 wa kamati kuu kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 7.7.12D kwa baraza kuu la uchaguzi. Lakini mliona na wakati ule, bahati nzuri, sisi wote hapa, mimi naibu Zanzibar, tulikuwa wajumbe wa kamati kuu mpaka wakati ule, tulikuwa wajumbe wa baraza kuu mpaka wakati ule. Hakuna kikao kiwe cha secretariat, na hii ndio ilikuwa secretariat, kiwe cha kamati kuu, kiwe cha baraza kuu, ambacho kilikaa kikaondoa ajenda ya uchaguzi kwenye kikao kile. Lakini mlimsikia katibu mkuu, na klipu zipo, aliposimama kumkaribisha mwenyekiti azungumze, na ni kikao cha kwanza kilifunguliwa bila kutamka akidi. Alisema kwa sababu ajenda ya uchaguzi haipo, akidi yetu itakuwa ni simple majority. Sasa sisi tukajiuliza na tunajiuliza, ajenda ya uchaguzi nani aliondoa? Iliondolewa na kikao gani? Kwa sababu ajenda ya uchaguzi ya baraza kuu inaondolewa na kamati kuu inayeandaa baraza kuu au baraza kuu lenyewe. Hatukukaa secretariat, haina uwezo wa kuondoa ajenda ya baraza kuu. Hatukukaa kamati kuu, hatukukaa baraza kuu, lakini tukaambiwa ajenda ya uchaguzi imeondolewa. Hadi ninapozungumza leo, wajumbe 8 wa kamati kuu waliotakiwa kuchaguliwa siku ile hawajachaguliwa. Kulikuwa na wagombea zaidi ya 30 wako pale wanasubiri kwenda kujieleza. Hawakujulishwa ni nani kaondoa, hawajui mpaka leo. Baraza kuu halijui mpaka leo, kamati kuu haijui mpaka leo, na sisi tulikuwa secretariat na kamati kuu na baraza kuu hatujui mpaka leo. Mtu mmoja, sijui wawili, sijui wangapi walikaa wakaondoa hiyo ajenda. Hakuwezi kuwa na chama cha siasa cha namna hiyo. Waulizeni tu, hivi ile ajenda mliondoaje siku ile? Kuna kikao kilikaa saa ngapi mkaondoa hiyo ajenda? Sasa hatuwezi kuwa na chama cha namna na sisi tukanyamaza. Na mtazamaji, tuungane na Pantaleo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Karibu mtazamaji wa SQF TV kwenye habari za kimataifa kwa muhtasari. Tuanzie kwa Marekani, ambapo Marekani imefikia makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Houthi wa Yemen kufuatia ahadi ya kundi hilo kuacha kushambulia meli za biashara katika bahari ya Sham. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri al-Busaid, alisema hatua hiyo imetokana na mawasiliano ya hivi karibuni kati ya pande husika. Rais Donald Trump pia alitangaza kuwa Marekani itasitisha mashambulizi yake dhidi ya waasi hao baada ya wao kuridhia kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za mizigo. Hata hivyo, waasi wa Houthi wamesema mashambulizi dhidi ya Israel yataendelea licha ya makubaliano hayo kwa takriban wiki 7. Marekani imeendesha mashambulizi makali nchini Yemen yaliyosababisha vifo vya watu takriban 300. Kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz ameonyesha hofu kuhusu nia ya Israel kusimamia utoaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza.
Gaza. Akizungumza na televisheni ya ARD, Mazi alisema ni muhimu kwa Israeli kuheshimu sheria za kimataifa na kuhakikisha misaada hiyo inawafikia watu wa Gaza kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani atafanya ziara nchini Israeli mwisho mwa wiki hii. Wakati huo Mazi ameelekea Ufaransa na kisha Poland kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, katika hatua inayoashiria kurejea kwa Ujerumani kwenye majukwaa ya kimataifa licha ya changamoto za awali katika serikali yake mpya. Makardinali kutoka maeneo mbalimbali duniani wamekusanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Peter mjini Vatican kwa misa ya pekee kabla ya kuanza kwa kongamano la kumchagua papa mpya. Ibada hiyo ya pamoja ya hadhara inaongozwa na Giovanni Battista Re, kiongozi wa chuo cha makardinali. Baada ya misa, makardinali watajifungia kwenye kanisa la Sistine kwa kikao cha siri hadi atakapopatikana kiongozi mpya wa kanisa Katoliki ambaye atahitaji kula theruthi 2 kushinda. Waumini kote duniani watafuatilia ishara ya moshi mweupe ikiwa papa amechaguliwa au mweusi ikiwa bado hakuna mwafaka. Kanisa hilo lina waumini takriban bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Nikushukuru sana mtazamaji wa SKF TV kutenga muda wako wa thamani kutazama mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Nikushukuru sana pia kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram, mtandao wa X, lakini pia unavyokuwa unaendelea kusubscribe, kulike, unazidi kutupa motisha sisi ambao tunajituma kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali ambazo tunakuletea kila siku. Nizidi kukukumbusha kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Utakayesikia taarifa hii umjuze na mwingine. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa habari hizi jioni ya leo, ulikopo nami Pendo Gorton, nikutakie wakati mwema. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji mdomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.